wengine baada ya kuzaliwa, badala ya kutamkiwa maneno ya baraka, tuliishia kuchanjwa tumboni na kuvalishwa mabingiri, mairisi na vitu gani. Unawekwa wakfu kwenye ulimwengu mwingine, kwenye miungu mingine. Ndio maana leo watu unaposema kwamba kwa nini Wakristo wengi wanabatizwa, baada ya ubatizo wanapotea kanisani, ni swali ambalo wengine wanaweza kuwa wanajiuliza. Lakini wengi wao walipozaliwa, nini kilifuata? Walivalishwa ilizi kiunoni, walipewa mabangili, kwa hiyo walikabidhiwa kwa miungu. Kwa Mungu wanakuja tu kama ushahidi kwamba tukifa tuziko kama Wakristo, lakini mioyo yao haiko kwa Mungu. Ile tabia unayoiona kwenye familia yako ni neno lilitamkwa. Yaani kama kuna tabia ya kupenda kufanya kazi, neno hilo lilitamkwa kwenye hiyo familia. Kama kuna tabia ya uvivu, neno hilo lilipandwa kwenye hiyo familia. Kwa nini? Mzazi anaona maisha ya watoto wake kabla ya watoto wake kuona maisha yao. Ndio maana Yakobo anawaambia watoto wake, njooni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Yatakayowapata yapi? Aliwaambia kwamba wewe Yakobo, watoto wako watakuwa wa aina hii. Wewe Benjamini, watoto wako watakuwa wa aina hii. Wewe Rubeni, kwa sababu uliona kitanda cha baba yako, utakuwa mdogo. Hivyo kila mmoja alipewa portion yake. Kila mmoja alipewa portion yake.